Mimi naitwa mchungaji Sylvester Shedrack Rusizira, ni mchungaji katika kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Kagera. Ninatumika katika hospitali ya Mrugwanza. Hospitali ya Mrugwanza ni miongoni mwa taasisi zetu za kanisa Anglikana Dayosisi ya Kagera. Nikiwa kama chaplain, maana yake mimi ni mchungaji wa kiroho ambaye natumika katika hospitali ya Mrugwanza. Jukumu la kwanza huwa ni kuwaombea wagonjwa ambao wako ndani ya hospitali ambao wamekuja kujitibia na wale ambao wanaondoka siku hiyo hiyo ambao hawalazwi moja kwa moja. Kwa hiyo ninafanya shughuli hiyo kwa sababu neno la Mungu linasema duniani kunazo ziki nyingi, lakini jipe moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa ziki ni nyingi sana, na mojawapo ya ziki ambayo inapatikana katikati ya watu wanakuja hospitali ni magonjwa. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kuwatia moyo na kuweza kuwaombea na kutoa ushauri na kutoa huduma ya kisaikolojia, ili watu hawa wanapokuwa wamelazwa wako hospitalini wapate kuwa na matumaini mapya, wasikate tamaa, wasiwe na mashaka, wasiwe na hofu, wasione kama vile Mungu amewasahau. Lakini ninapokuwa nikiombea wagonjwa katika hospitali ya Mrugwanza, haimaanishi kwamba siwezi kuombea wagonjwa nje ya hospitali. Ninapopata wagonjwa wamekuja wana changamoto hata mahali ninapoishi, au ameokoka hajaokoka, mimi ninatoa huduma ya maombi. Maana sisi kama watumishi tumeitiwa kuwaombea watu, kuwatoa katika mizigo walio nayo, kuwatoa katika vifungo walivyo navyo, ili warudi katika hali ya kawaida ambao ni hali ya kawaida ya mwanadamu, kuwa katika hali ya amani, kuwa katika hali ya afya, kuwa katika hali ya upendo, kuwa katika hali ya upatanisho, kuwa katika hali ya kuwa salama katika mikono ya Mungu hapa duniani. Kwa licha ya jukumu hilo ninalolifanya, ninazo ibada za asubuhi ninazoziongoza kwa watumishi wanaofanya kazi hospitalini ambao ni staff, lakini na wanachuo ambao wanasoma katika chuo cha Mlihas. Kwa hiyo wanachuo na watumishi wanapoungana kwa pamoja katika chepo, ninaongoza ibada kama ambavyo watumishi tunafanya ibada, nikihubiri neno, nikitoa maombezi kabla hawajaenda kwenye masomo yao wanachuo, na kabla watumishi hawajaanza majukumu yao ya kila siku kama wauguzi, kama madaktari, kama waganga, watu mbalimbali ambao wanafanya kazi katika idara mbalimbali katika taasisi yetu ya Mrugwanza. Wakati mwingine wanachuo wana mambo mengi sana ya kimasomo, wakati mwingine anawachanganya. Kwa hiyo wakati huo wanahitaji mtu wa kuweza kuwatia moyo, wanahitaji mtu wa kuweza kuwashauri, wanahitaji mtu wa kuweza kuwaelekeza katika mnajili wa kiroho, ili watu hawa warudi katika mstari, wawe na utulivu katika ufahamu wao, wawe na utulivu katika mioyo yao, wawe na utulivu katika kazi zao na katika masomo yao, ili wakati tutakapokuwa wamekaa vizuri waweze kufanya kazi kwa ufanisi na wanachuo waweze kusoma kwa ufanisi. Neno langu la mwisho ni kwamba duniani wasikate tamaa wanadamu, maana ulimwenguni tunagawana vikombe. Kila mmoja ana kikombe chake katika ulimwengu huu. Wapo wengine wana changamoto katika afya zao, wengine wana changamoto katika ndoa zao, wengine wana changamoto katika biashara, wengine wana changamoto katika maeneo wanayofanyia kazi, wengine wana changamoto katika familia zao, katika koo zao, wengine wana changamoto katika uongozi. Lakini ninachoweza kuambia ni kwamba Mungu katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 anasema tumtwike fadhaa zetu, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejishughulisha na mambo yetu. Maana pasipo yeye sisi hatuwezi kwa chochote. Tukitegemea akili zetu wakati mwingine, tukitegemea biashara zetu, tukitegemea pesa zetu, tukitegemea elimu zetu, tukitegemea mambo tulio nayo,
hatuwezi kwa chochote isipokuwa tukimtegemea Mungu. Anaweza akatufikisha katika hatima zetu tunazozitegemea hapa duniani na hatimaye tuende mbinguni, mahali ambapo Yesu Kristo na Baba yake ambaye ndiye Mungu wetu ameandaa makao kwa ajili yetu. Amina.